Guys, welcome back to Amount Podcast. Whereby nataka tuongelee history ya Kalonzo Musyoka. Unajua in politics ili uweze kuwa president unatakana kuwa unaweza convince watu kitu ya kwanza. Lakini ukiangalia vile sasa situation iko Kalonzo Musyoka hafanyi campaign. Hajatokezea nje ya kusema anaanza kufanya campaign. Hajaanza campaign hata tuseme hivyo. Tofauti yake sasa hizi na akina Sifuna na Rigiji, nani mwingine anawania president, hata sana sana ni yao tu, lakini Rigiji hawanii president. Now we do have a problem. Mmoja huwezi ngoja upatiwe kila kitu. Huwezi ngoja upewe kila kitu, ufanyiwe campaign, upewe do, ufanyiwe ABCD, haiwezekani. You have to have power ya kuconvince watu, okay, mimi nasimama kama presidential candidate. Na kabla nilete ABCD, uconvince watu wawili, watatu, wanne. Ndio waweze kupatia nini? Waweze kupatia kura. As we speak right now, Kalonzo Musyoka aliingia, ukiangalia ile mwaka aliingia, akona ni za experience leader. Aliingia 1985. Alipitia ile Kitui. Na hiyo ndo kiti yake alishinda ya kwanza. So ni leader amekomaa kisiasa, si mwenye anajifunza. Unaona? Yaza na experience. But ukiangalia as per now vile tunakaa, hajajitokeza kuanza kuconvince raia. Nataka nikuwe ABCD, nataka nikuwe mmoja ya wale watu wana pushi one time. Nataka nikuwe mmoja ya wale watu wanaenda kutoa Kasongo. Unaona? Nataka nikuwe mmoja ya wale watu wanaenda kuleta change. So akikuja kwa table na hiyo convincing group, ameenda ameongelesha pande ya Kitui na Ukambani, wanamsikiza. Ameenda pande ya Mombasa, wanamsikiza. Ameenda pande ya let's say Northeastern, wanamsikiza, because you have to do it in all countrywide. Sio tu ile unafanya kwa local area yako peke yako, unaifanya ina countrywide. Kalonzo kwa sasa so far hajafanya kitu kama hiyo. Na inapatia mtu worried kwa sababu how can we trust you kama unataka kuwa president and yet hata mkutano hata 2-3 hujaifanya. Tunaenda kwa vigumu. The same. Acha tuchukue example ya Sifuna. Sifuna so far ameenda alikuwa Nyanza, alikuwa Western tuseme Bungoma, hata tuweke ni original yote. Alikuwa huku Thika, alikuwa Mombasa. Unaona? Angalau ameshafanya 4 tour. Na zote zinaleta crowd. Hata kama ndio crowd si kura, lakini inakupatia nitaitaje? Inakupatia nguvu, ama the same people wenye kwa hiyo crowd wanaweza kushawishi wenzao waseme nini? This is the right way to go. Now, you find that in Kalonzo there's a different. Jamaa hata api mahali. Isipokuwa tu church na hizi mikutano, and I do tell people presidential life fanywangi hiyo mkutano ifanywangi kwa motel. You need to convince people down here kwamba you need something. Okay?